Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Jumatano, juma la 16, kipindi cha kawaida, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Wimbo Ulio Bora, sura ya 3, aya ya kwanza hadi aya ya 4, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane, sura ya 20, aya ya kwanza hadi aya ya 2 na aya ya 11 hadi aya ya 18. Karibu tusikilize Injili. Siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena alikwenda kaburini alfajiri, kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio, akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda. Akawaambia, wamemwondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Lakini Mariamu alikuwa akisimama karibu na kaburi, nje yake analia. Basi akilia hivi, aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi. Akaona malaika wawili wenye mavazi meupe, wameketi, mmoja kichwani na mmoja miguuni, hapo ulipolazwa mwili wake Yesu. Nao wakamwambia, Mama, unalia nini? Akawaambia, kwa sababu wamemwondoa Bwana wangu, wala mimi sijui walikomweka. Naye akiisha kusema hayo, akageuka nyuma, akamwona Yesu amesimama, asijue ya kuwa ni Yesu. Yesu akamwambia, Mama, unalia nini? Unamtafuta nani? Naye huku akidhani ya kuwa ni mtunza bustani, akamwambia, Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulipomweka, nami nitamwondoa. Yesu akamwambia, Mariamu. Yeye akageuka, akamwambia kwa Kiebrania, Rabon, yaani mwalimu wangu. Yesu akamwambia, usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Mariamu Magdalena akaenda akawapasha wanafunzi habari ya kwamba nimemwona Bwana, na ya kwamba amemwambia hayo. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu mpendwa katika Kristo, leo kanisa linaadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Maria Magdalena, mwanamke ambaye historia ya wokovu inamtambua kama shahidi wa kwanza wa Kristo mfufuka na mjumbe wa kwanza wa habari njema ya ufufuko. Ndiyo maana mababa wa kanisa walimpa heshima ya kuitwa mtume kwa mitume, kwa kuwa Yesu mwenyewe alimtuma kuwapelekea mitume ujumbe wa ufufuko. Ningependa tuongozwe na ujumbe usemao, upendo wa kweli kwa Kristo humfanya mwamini kuwa shahidi wa ufufuko. Masomo ya leo yanatuonesha safari ya mtu anayemtafuta Mungu kwa moyo wote, na jinsi Mungu anavyojifunua kwa wale wanaomtafuta kwa uaminifu. Wapendwa, somo la kwanza kutoka kitabu cha Wimbo Ulio Bora, bibi harusi anasema, usiku kitandani mwangu nilimtafuta mpendwa wa moyo wangu. Hii si hadithi ya mapenzi ya kawaida tu,
bali ni lugha ya picha inayotuonesha uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Nafsi inayompenda Mungu haiwezi kutulia, bali uwepo wake. Inamtafuta katika sala, katika neno lake, katika sakramenti na katika maisha ya kila siku. Bibi harusi hakukata tamaa. Baada ya kutomuona mara ya kwanza, aliendelea kutafuta mpaka alipompata. Ndivyo ilivyokuwa kwa Maria Magdalena katika Injili. Alifika kaburini alfajiri, wakati wengine walikuwa bado wamejifungia kwa hofu. Maria Magdalena hakwenda kutafuta miujiza, bali alikwenda kumtafuta Yesu aliyempenda hata kama alidhani amekufa. Upendo wake ulimpeleka kaburini. Hii inatufundisha kwamba upendo wa kweli kwa Kristo hauishii wakati mambo yanapokuwa mazuri. Wapo watu wanaomtafuta Kristo wakati wanapata mafanikio, afya au mali, lakini changamoto zinapofika wanakata tamaa. Maria Magdalena anatufundisha kubaki waaminifu hata katika nyakati za giza na majonzi. Injili inaeleza kuwa Maria alikuwa analia nje ya kaburi. Machozi yake yalikuwa ya upendo, huzuni na kutamani uwepo wa Bwana. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba Yesu alikuwa karibu naye, ila hakumtambua. Mara nyingi nasi tunakuwa katika hali hiyo. Tunapitia majaribu, magonjwa, kushindwa au huzuni, na tunafikiri Mungu ametuacha. Kumbe Kristo yupo karibu nasi kuliko tunavyodhani. Tatizo si kwamba hayupo, bali macho yetu ya imani yanahitaji kufunguliwa. Katika Injili tuliyoisikia, mabadiliko makubwa yanatokea pale Yesu anapomwita kwa jina Maria. Neno hilo moja linabadilisha kila kitu. Mara moja anatambua sauti ya mchungaji mwema na kujibu Raboni. Hii inaonesha kuwa Mungu anamjua kila mmoja kwa jina. Kila mmoja wetu ana thamani mbele zake. Anajua furaha zetu, majeraha yetu, mapambano yetu na ndoto zetu. Hakuna anayesaulika mbele ya Mungu. Baada ya Maria kumtambua Yesu, hakuruhusiwa kubaki akifurahia tukio hilo peke yake. Yesu anamwambia, nenda kwa ndugu zangu uwaambie. Hapo ndipo tunapata fundisho muhimu, kwani kukutana na Kristo siku zote huambatana na utume. Hakuna Mkristo anayekutana kweli na Yesu halafu akaishi kwa ajili yake mwenyewe. Kila Mkristo anaitwa kuwa mjumbe wa Injili katika familia, jumuiya, mahali pa kazi, shuleni na katika jamii. Leo hii dunia yetu ina watu wengi wanaotafuta matumaini. Wapo waliokata tamaa kwa sababu ya umasikini, migogoro ya kifamilia, ukosefu wa ajira, vita, magonjwa na changamoto nyingine nyingi. Watu hawa wanahitaji kusikia kupitia maisha yetu kwamba Kristo yu hai. Mara nyingi watamuona Kristo si kwa mahubiri yetu pekee, bali kwa matendo yetu ya huruma, msamaha, haki na upendo. Maria Magdalena hakutoa mafundisho marefu. Alisema kwa kifupi, nimemuona Bwana. Huu ndio ushuhuda mkubwa zaidi wa Kristo. Watu wanaweza kubishana kuhusu hoja nyingi za imani, lakini ni vigumu kupinga ushuhuda wa maisha yaliyobadilishwa na Kristo. Je,
Watu wanaokutana nasi wanaweza kusema kweli kwamba tumekutana na Yesu? Je, maisha yetu yanaonesha matumaini ya ufufuko au yanajaa malalamiko, chuki na kukata tamaa? Ndugu mpendwa, mfano wa Mtakatifu Maria Magdalena unatufundisha kumtafuta Kristo kwa moyo wote, kumwamini katika nyakati za majaribu na kuwa mashahidi wa ufufuko wake. Tukiendelea kutafakari mwezi wa damu takatifu ya Yesu, tuiruhusu damu yake itusafishe, ituimarishe katika imani na kututuma kuishi Injili kwa maneno na matendo. Toka hapo leo ukiwa na ujasiri wa kutangaza kwa maisha yako yote. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Moses Faustin Mitanda wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Damu ya Yesu